Leo ni siku muhimu sana ambapo taifa letu linafanya kumbukizi ya siku aliyokufa kwake shujaa wa Tanzania, shujaa aliyetoka Zanzibari, shujaa aitwaye Sheikh Abeid Amani Karume. Alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri wa kihistoria wa Zanzibari na Tanzania kwa ujumla. Ufuatao ni muhtasari wa maisha yake kwa ufupi, yaani historia yake kwa ufupi. Jina kamili alijulikana kama Abeid Amani Karume. Alizaliwa tarehe 4 Agosti mwaka 1905 huko Unguja, Zanzibari. Maisha ya awali, Karume alikuwa baharia kabla ya kujiingiza kwenye masuala ya siasa. Alisafiri katika maeneo mbalimbali duniani wakati wa ujana wake. Alikuwa mwanzilishi na kiongozi wa chama cha Afro Shirazi Party ASP, chama ambacho kilikuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Zanzibari. Kilileta masilahi ya Waafrika walio wengi visiwani humo. Mnamo tarehe 12 Januari mwaka 1964 kulifanyika mapinduzi ya Zanzibari yaliyomuondoa sultani wa Zanzibari na serikali yake kwa ujumla. Baada ya mapinduzi hayo, Karume aliteuliwa kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Watu wa Zanzibari. Mnamo tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1964, Karume na rais wa Tanganyika Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walitia saini na makubaliano ya kuunda muungano wa Tanzania. Karume akawa makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku akiendelea kuwa rais wa Zanzibari. Kifo chake kilikuwaje? Sheikh Abeid Karume aliuawa kwa kupigwa risasi tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 1972 katika makao yake makuu ya ASP huko Zanzibari. Inasemekana wakati wa tukio hilo alikuwa akicheza mchezo wa bao katika makao makuu hayo mjini Zanzibari, ambapo alishambuliwa na watu 4 wenye silaha na kufariki papo hapo, na mpaka leo watu hawa hawajulikani. Ila walikuwepo watu ambao walihisiwa kuwa na hila na fitina naye, ndio ambao walishikiliwa bila kuwa na ushahidi wowote, kwa kuwa walikuwa wakitafuta ni nani wahusika waliofanya tukio hili. Ule msemo wa wahenga unapata thamani katika tukio hili: unaweza ukashikwa pasipo kutenda kosa kutokana tu na vionjo na maonyesho yako kwa yule mtu aliyefikwa na tatizo. Kama ulionekana una shida na baba Karume, basi ulihisiwa moja kwa moja waweza kuwa wewe ndo mhusika. Chunga sana maneno yako, chunga sana unachokifanya. Kifikirie kwanza ndo ufanye, fikiria kwanza ndo useme. Tumalizie muhtasari wetu na sehemu ya mwisho, urithi na kumbukumbu. Abeid Amani Karume amehifadhiwa katika kumbukumbu za kitaifa kama mmoja wa waanzilishi wa muungano wa Tanzania. Mtoto wake Amani Abeid Karume pia alikuja kuwa rais wa Zanzibari mnamo mwaka 2000 hadi 2010. Siku ya kifo chake tarehe 7 mwezi wa 4 huadhimishwa kila mwaka kama siku ya mashujaa nchini Tanzania. Asante sana kwa kunisikiliza. Ulikuwa nami Mr. Lisha ninayekukaribisha katika chaneli yetu ya Lisha Ubongo. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.